Kauli mbiu ya mwaka 2026 inasema mchango wa mahakama katika ustawi wa maendeleo ya taifa. Hii ni kauli mbiu yenye uzito mkubwa, kwani inatukumbusha nafasi ya kipekee ya mahakama katika kujenga jamii yenye haki, amani na maendeleo endelevu. Ndugu wageni waalikwa, kama mnavyofahamu, ibara ya 107 A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sura ya pili kama ilivyorekebishwa imetambua na kuipa nguvu mahakama kuwa ni chombo cha mwisho katika utoaji wa haki nchini. Na katika utekelezaji jukumu hili la katiba, mahakama inaongozwa na dira yake inayosema haki sawa kwa wote na kwa wakati. Ndugu wageni waalikwa, kama moja mihimili wa dola, mahakama imeendelea kutekeleza wajibu wake wa kikatiba wa kusimamia haki na utawala wa sheria, hatua ambayo imewezesha jamii kuishi katika mazingira ya amani na usalama. Na mazingira haya ndio hujenga amani kwa wananchi na wadau mbalimbali, na hivyo kuwezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na kijamii. Ndugu wageni waalikwa, katika kutekeleza jukumu lake la utoaji wa haki kwa ufanisi, ni muhimu kuwasilisha takwimu halisi za utendaji katika kanda husika. Na hapa nazungumzia takwimu katika kanda yetu ya Tabora. Na takwimu hizi zinajumuisha idadi ya mashauri yaliyofunguliwa, yaliyosikilizwa na kuamuliwa pamoja na yale yaliyosalia. Mahakama imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa, hali inayodhihirishwa na takwimu za utendaji wa mahakama kama ifuatavyo. Kwa upande wa Mahakama Kuu kanda yetu Tabora, idadi ya mashauri yaliyofunguliwa kwa mwaka 2025 ni 515, na idadi ya mashauri yaliyosikilizwa na kuamuliwa ni 515, na idadi ya mashauri yaliyosalia ni 279. Kwa hiyo utaona juhudi ambazo zinafanywa na mahakama yetu kanda Tabora. Aidha, kumekuwepo na mafanikio katika kuondoa mlindikano wa mashauri hadi sasa, ambapo Mahakama Kuu inayo mashauri mawili tu ya mlindikano, yaani ile mashauri ambayo yamechukua muda mrefu ni mawili tu. Lakini pia na kupungua kwa muda wa mashauri kukaa mahakamani. Mwanzoni wastani ilikuwa miezi 24 hadi 12 kwa mashauri yaliyopo Mahakama Kuu. Kwa hiyo sasa hivi sio miaka miwili tena, ni mwaka mmoja. Na kutoka miezi 12 hadi miezi 6 kwa mashauri yaliyopo mahakama za hakimu kazi, na kwa mahakama ya wilaya ni kutoka miezi 6 hadi siku 31 tu, kwa maana mwezi mmoja. Katika utekelezaji wa majukumu yake, mahakama pia imetekeleza shughuli mbalimbali. Sambamba na hilo, jumla ya vikao vya Mahakama Kuu 7 vimefanyika, na jumla ya mashauri 47 yaliingia kwenye vikao vya kati ya hayo 40 yamemalizika, ikiwa na sawa na 85%. Hivi ni vile vikao vya session. Kwa upande wa Mahakama ya Hakimu Kazi Tabora, mwaka 2025 jumla ya mashauri 66 yalipokelewa, na mashauri 88 yalisikilizwa, na mashauri 19 tu ndio yalikuwa yamebaki. Katika Mahakama ya Wilaya Tabora, jumla ya mashauri yaliyofunguliwa kwa mwaka 2025 ni 227, yaliyosikilizwa na kuamuliwa 324, na yaliyosalia ni 54 tu. Kwa mahakama za mwanzo, wilaya Tabora mjini zilipokea jumla ya mashauri 1319, na kati hayo mashauri yaliyosikilizwa na kutolewa maamuzi ni 1288, na mashauri yaliyobaki ni 122 tu. Sasa utaona juhudi ambazo zinafanywa na mahakama kupitia utatuzi wa migogoro na utoaji wa haki kwa ufanisi na usawa. Mahakama inachangia moja kwa moja katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi kwa kuongeza fursa za uzalishaji, kulinda haki za umiliki mali
na mikataba. Kwa namna hiyo, mahakama si tu mlinzi wa haki na amani, bali pia ni mdau muhimu katika safari ya maendeleo na ustawi wa taifa letu. Ndugu wageni waalikwa, mahakama ina mchango mkubwa na wa moja kwa moja katika kuboresha uchumi na ustawi wa wananchi, kwani imekuwa ikihakikisha upatikanaji wa haki kwa wakati na kwa usawa. Na kama nilivyosema, mahakama inajenga mazingira ya utulivu, amani na utatuzi wa migogoro, ambayo ndio msingi muhimu katika kujenga maendeleo ya kiuchumi na kijamii yetu. Kwa upande wa wakulima, mahakama imekuwa nguzo muhimu sana katika utatuzi wa migogoro ya ardhi, mipaka, urithi wa mashamba na mikataba ya kilimo. Utatuzi wa migogoro kwa haraka na upatikanaji kwa haki kwa wakati unawezesha wakulima kumiliki na kutumia ardhi yao kwa uhakika na kuongeza uzalishaji, kupata mikopo na kushiriki kikamilifu katika minyororo ya thamani ya kilimo. Ndugu wageni waalikwa, kwa wafanyabiashara, mahakama hutoa ulinzi wa kisheria kwa mikataba ya kisheria au mikataba ya kibiashara, mitaji na mali. Uamuzi wa mashauri ya kibiashara kwa ufanisi na haraka husaidia kufungua fedha zilizokwama, kurejesha imani ya wawekezaji, kuweka mazingira rafiki ya biashara na kuongeza pato la taifa. Hali hiyo pia inagusa na kuongeza vipato kwa makundi maalum kama vijana, wajasiriamali, ambao mahakama ina wajibu na mchango muhimu katika kulinda haki zao za ajira, biashara na umiliki wa mali, pamoja na kuwezesha kupata haki kwa njia rahisi na isiyo na gharama kubwa. Mahakama si chombo cha kutatua migogoro peke yake, bali ni mshiriki muhimu sana wa maendeleo kama tulivyoona. Mbali na jitihada za kuharakisha usikilizaji wa mashauri, mahakama imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya uboreshaji wa huduma zinazolenga kuongeza ufanisi, uwazi na usawa katika utoaji wa haki. Miongoni mwa mikakati hiyo ni kuimarisha kwa matumizi ya tehama na teknolojia zingine zinazoibuka kama vile akili unde au artificial intelligence katika kusajili, usimamizi na usikilizaji wa mashauri. Matumizi ya mifumo ya kidijitali yameimarisha upatikanaji wa huduma za mahakama, kupunguza urasimu, kupunguza gharama na muda kwa wananchi na kuongeza uwazi katika mwenendo wa mashauri.